Ninakusalimu popote ulipo mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV. Hujambo, karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Samia Suluhu Hassan amelazimika kuandaa kikao cha dharura usiku kutathmini namna ambavyo Chadema inapendwa, namna ambavyo Chadema imeweza kukataa tume ya jinai ambayo aliweza kuiunda, na ni kwa nini Chadema inapendwa. Karibu. Tafadhali ninakuomba uchukue sekunde yako 1 2 3 kapige subscription, bonyeza kengele. Hiyo ni njia moja ya kukuza ukumbi huu, mahala ambapo utakapokuwa unapata taarifa za ukweli. Ni juzi tu serikali iliweza kuruhusu kwamba mikutano ya kisiasa inaweza ikaendelea. Chadema imeandaa mikutano 2 3, tena serikali imeanza kulalamika. Wanalalamika kwa sababu Chadema inavutia umati mkubwa sana kwenye mikutano yao. Lakini serikali hii haijui kwamba Chadema imeweza kujenga misingi yake kwenye kuwasikiliza wananchi, kuwapea wananchi nafasi wanatoa hoja zao. Kitu ambacho kinakwaza Samia ni kwamba Chadema imeweza kususia kushiriki kwenye mazungumzo ya maridhiano. Mnaelewa, mwezi jana Samia aliweza kukutana na baadhi ya vyama ambavyo tunasema kwamba ni vyama ambavyo havijulikani. Alipatana na wakuu wa vyama hivyo, ila Chadema ilisusia kwenda kwenye mkutano huo wa Samia. Chadema imekuwa ikiendelea na mkutano wake. Mfano, siku ya Alhamisi Chadema ilikuwa upande wa Sirari, mahala ambapo walitangamana na wananchi. Mwenyekiti msaidizi John Heche akatoa kauli moto kuhusu kutekwa, kuangamizwa kwa wananchi, kitu ambacho serikali hii ya Samia haitaki kabisa. Viongozi waendelee kuzungumza yale ambayo waliweza kuyafanya mwaka uliopita ya kuweza kuwatoa wananchi uhai. Auwe kiongozi wa ng'ombe, kama unakuwa kiongozi wa binadamu, watu wako wanapotekwa. Hiyo ndio kitu cha kupigania, mpaka hata kwa gharama yoyote. Tuna watu wanaitwa wabunge wanatoka Tarime. Hii ni hoja ina qualify kuwa hoja binafsi bungeni, kuuliza watu wangu wako wapi. Lakini watu wa binafsi na serikali yao inayoteka watu hawawezi kusema kuhusu uhai wa watu. Hawawezi kusema kuhusu uhai wa watu. Binadamu bila abantu, bila binadamu. Wewe kiongozi unayejiita kiongozi wa wananchi, unakuja na program, unasema sio dira 2050, dira 2050. Dira ya nini? Watu wanapotea. RCO ofisi yako ni kwa ajili ya uchunguzi. Waambie watu wa Tarime, hawa watu wako wapi? Mmefikia wapi na uchunguzi wenu kuhusu watu waliopotea hapo Tarime?
Hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kunyamaza. Swala jingine ambalo Samia hataki kusikiliza kabisa ni swala la katiba mpya. Licha ya kwamba Samia alipiga kampeni, mtazamaji wangu, akieleza kwamba chini ya siku 100 watakapoapishwa wataanzisha mchakato wa kuleta katiba mpya. Zile siku 100 zilikamilika. Mumeona hiyo katiba? Sasa kwenye mikutano ya Chadema, vijana ambao walikuwa kwenye mikutano ya Chadema walikuwa wanaongoza msafara wa Chadema wakiimba tunataka katiba mpya. Mambo kama haya ndiyo yanamnyima Samia Suluhu Hassan usingizi, ikizingatiwa kwamba Chadema imesusa kabisa kwamba hawatashiriki kitu ambacho kinaitwa mazungumzo ya maridhiano na utawala huu ambao unawanyanyasa wananchi. Kumbuka kwamba Chadema ilikuwa imesema kwamba ili wao waweze kushiriki kwenye mazungumzo lazima mwenyekiti Tundu Lissu achiliwe. Lazima tume ya uchunguzi iwe ya kimataifa. Lazima waliotekeleza unyama wa kuangamiza ndugu zetu mwaka uliopita wawajibishwe. Ila Samia ameona hilo ni gumu. Lazima katiba mpya iletwe. Ila Samia ameona hilo ni gumu. Na Chadema imeshikilia msimamo wake ule ule. Unaona, mikutano ambayo Chadema wanaandaa ndio inanyima serikali ya Samia usingizi. Swala lingine, mtazamaji wangu, ambalo liliweza kupewa kipaumbele kwenye mkutano huo wa dharura wa usiku ni kutokana na kwamba Chadema imeweza kukataa tume mpya ya jinai ambao Samia Suluhu Hassan aliweza kuiunda. Akaweza kujumlisha jaji kutoka Namibia. Sasa Chadema inasema kwamba mtuhumiwa hawezi kujichunguza mwenyewe. Kumbuka kwamba Jumuiya ya Madola iliweza kumpea Samia siku 90. Iwe wamemwachilia Lissu, iwe tume ya kimataifa imeanzisha uchunguzi. Anakimbizana na wakati. Lakini tume hii ambayo imeweza kuundwa, mtazamaji wangu, haina sura ya ukimataifa. Kwa nini? Tume hii iliweza kuteuliwa na Samia, iliweza kuundwa na Samia, kumaanisha watakuwa wanafanya kazi chini ya masharti ya Samia, licha kwamba walitoa jaji kutoka Namibia. Sasa makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akasema hivi, mtuhumiwa hawezi kujichunguza mwenyewe, na ndio maana ameweza kuitisha kikao. Yaani anasema hivi, Samia hawezi akajichunguza mwenyewe. Kumbuka kwamba yeye ndiye mtuhumiwa, yeye ndiye inatuhumiwa ama anatuhumiwa kwamba aliweza kupanga kikosi cha maafisa wa polisi na chinja kikawatoa uhai raia wa Tanzania mwaka uliopita. Yeye ni mtuhumiwa ambaye anapaswa
kuchunguzwa. Lakini sasa mtuhumiwa huyu, mtazamaji wangu, ndiye ameweza kuunda kikosi cha kamati ya jinai, eti kwamba inakuja kusikiliza na kufanya uchunguzi eti ni nani ambaye aliweza kuratibu na kudhamini maandamano. Sasa John Heche akasema kwamba mtuhumiwa hawezi kujichunguza mwenyewe. Tangu mwanzo tulisema tume ya Jaji Chande haiwezi kuleta ukweli, iliundwa kuficha ukweli na kusafisha watuhumiwa. Hata mimi mwenyewe hapa nilishikilia msimamo kusema kwamba ile tume ya Jaji Chande hakuna jipya ambalo watalileta, kwa sababu ile tume iliundwa kuidhinisha uchaguzi feki wa Samia. Ile tume iliundwa kufunika na kusafisha wale wote ambao walitekeleza unyama. Sasa Heche akaendelea kusema kwamba ndio maana ile tume ya Jaji Chande ilikuja na hoja za ajabu kwamba moja, watu wanatekwa kwa sababu ya kimapenzi. Mnakumbuka Heche, yani mnakumbuka Jaji Chande akasema kwamba ndio watu walitekwa, lakini wengine walijiteka, wengine wakatekwa kwa sababu za kimapenzi. Mbili, kwa sababu za ushirikina. Eti watu walikuwa wanatekwa kwa sababu ya ushirikina, kwa sababu ya kibiashara. Lakini kuna familia, unajua mtazamaji wangu, ambazo zina ushahidi wa ndugu zao kutekwa na kupotelea vituo vya polisi, lakini Chande hakusema hilo popote. Mfano, niko na mzee mmoja hapa na ananitazama. Huyu mzee yuko na duka, sitaki niseme mkoa upi. Huyu mzee, mtazamaji wangu, alishuhudia mtoto wake wa miaka 5 akipigwa risasi na akaaga dunia. Huyu mzee, mtoto wake alipigwa risasi tarehe 31 Oktoba mwaka 2025. Mzee huyu ananiambia kwamba alikuwa na duka. Sasa hawakukuwa wamejipanga kwamba yale ambayo yalitokea yangetokea. Kwa hivyo hawakukuwa wamepeleka mchele, sukari nyumbani. Sasa ikabidi waende na mtoto, yani akabidi aende kuchukua vitu hivyo kutoka kwa duka. Lakini kwa bahati mbaya, kumbe mtoto alikuwa anamfuata. Wakiwa kwa duka, wale polisi, mtazamaji wangu, wakaja na kumpiga mtoto risasi. Alipojaribu kumkimbiza hapa na pale kupata huduma, hakusaidika. Hasa mzee kama huyu, mtazamaji wangu, yuko na ushahidi wa mwanae kuuawa, alafu Jaji Chande hakuandikisha hilo. Sasa Heche akasema kwamba kama ilivyokuwa tume ya Chande ya kusafisha na kuficha ukweli, hiki kinacholazimishwa kitaharibu na kugawa Watanzania zaidi. Kumbuka kwamba kuna hii tume ambayo Samia ameweza kuiunda eti kwamba ni tume ya jinai. Hii tume ambayo tunalazimishiwa, mtazamaji wangu, itaharibu na kugawa Watanzania zaidi na watachukia hii serikali ya Samia. Kumbuka kwamba hakuna jipya ambalo litatoka pale pasipo tu kulaumu viongozi wa upinzani. Lakini hatuwezi tukaambiwa ni nani ambaye alitoa orders watu wapigwe risasi, ni akina nani ambao waliweza kuwapiga Watanzania risasi. Heche akaendelea kusema kwamba jaji wa Museveni, kumbuka kwamba kuna jaji ambaye atatoka Uganda, eti kwamba anakuja kwenye hii tume ya jinai ambayo Samia ameweza kuiunda. Sasa Heche akasema kwamba jaji wa Museveni, ambapo wapinzani wanauawa, wengine wako jela na wengine wamekimbia nchi kama vile Bobi Wine, hakuna jipya ambalo atakuja kulisema hapa katika taifa letu la Tanzania. Huyo jaji kutoka Uganda, mtazamaji wangu, labda atawapa uzoefu zaidi wa namna ya kuumiza watu, lakini sio kutafuta haki
na ukweli. Sasa wewe unatarajia kwamba jaji kutoka Uganda ambayo Kizza Besigye yuko kwa jela, ako karibu kufia pale ndani. Juzi tu mliona Kizza Besigye akiwa ameanguka ndani ya jela, akiwa kizimbani, alizirai na kuporomoka chini, mwili umepungua zaidi. Sasa unahitaji nini huyu jaji kutoka Uganda akuje kusaidia hapa Tanzania? Mumeona Museveni walikuwa na Samia, sasa unahitaji ni nini kikuje kutendeka kipya hapo? Hakuna. Labda huyu jaji atakuja kusaidia ili kueleza kwamba tufinya hawa viongozi wa upinzani hivi, tufinya hawa wanaharakati hivi, tuwafungulie mashtaka ya mchongo na mambo mengine. Sasa baada ya Heche na Chadema kukataa katakata kushiriki kwenye mazungumzo ya maridhiano, kukataa katakata jopo la uchunguzi wa jinai ambalo limeweza kuundwa na Samia ililazimika aweze kuitisha kikao cha haraka, aone ni kwa nini Chadema inapendwa, na iwapo atafanya maridhiano bila ya Chadema ni kipi ambacho kitatendeka. Kitu ambacho kinamsumbua zaidi Samia, namna ambavyo Chadema inazidi kupendwa, na iwapo atafanya maridhiano na vyama vingine bila ya Chadema ni kipi ambacho kitatendeka. Kumbuka kwamba Chadema ipo na wafuasi wengi. Samia yuko na wasiwasi. Kikao, mtazamaji wangu, tena aliweza kuitisha ili kutathmini zile siku 90 ambazo aliweza kupewa na Jumuiya ya Madola. Zinakamilika. Lissu hajaweza kuachiliwa. Zinakamilika. Hajaweza kuunda tume, ama zinakamilika tume ya uchunguzi ya kimataifa haijaruhusiwa kufanya kazi Tanzania. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ninakwambia kwamba Samia yuko na matatizo ambayo aliweza kujiletea. Ndio maana anaandaa mikutano mpaka usiku. Sijui wazo lako ni lipi? Unaweza ukamshauri nini Samia? Wamejaribu kumtisha Heche, mara magari yasiyokuwa na namba za usajili sahihi yanamfuata, mara wanaenda kumfuatilia mpaka mahali ambapo anaishi, mara dereva wake anaaga dunia kwa njia tatanishi, ila Heche hataki kupunguza makali. Kitu ambacho ninapendea Heche, anamsikiliza mwenyekiti ambaye ni Tundu Lissu. Mwenyekiti alimwambia kwamba peleka moto. Ukiona serikali inalia, jua kwamba moto ambao unapeleka umeweza kuwachoma. Peleka moto. Lissu aliwaambia kwamba nisije nikawapata mahala ambapo niliwaacha. Hakikisha kwamba mnapeleka moto kabisa. Mwenyezi Mungu awabariki. Endelea kusubscribe. Asanteni sana.